Amewakosea Yanga, amewakosea Azam, amewakosea Coastal Union, Singida Black Stars na vilabu vyote ambavyo vinashiriki ligi kuu ya Tanzania bara. Kauli yake moja ambayo ameweza kuitoa, hau ndio miemko yenyewe ambayo watu huwa wanaizungumza baada ya kupata ushindi. Anaitwa Murtaza Mangungu, mwenyekiti wa klabu ya Simba, mara baada ya mchezo wa jana kutamatika dhidi ya Pamba Jiji, akatoa kauli ambayo bado waandishi wa habari na wachambuzi wakiwemo wadau wa soka wa ligi kuu ya Tanzania bara imewafikirisha kweli na kuona kwa huyu kiongozi wa mpira wa miguu basi ilistahili kuweza kuongea shabiki na sio kiongozi kama huyu ambaye ana influence kubwa kwenye soka la hapa nchini Tanzania. Kauli yake aliyoizungumza tutaisikiliza hapa kwa sababu kuna watu ni matomaso, ni mpaka ashike ndio aweze kuamini. Kwa kuna wengine ni mpaka wasikie ndio aweze kuamini. Na ndivyo ambavyo wanafalsafa wengine wanaoamini. Ili uamini ukweli basi ni lazima uweze kuutazama na sio kuusikia tu. Lakini sasa hivi utausikiliza ukweli. Sauti ya mwenyekiti wa klabu ya Simba kwa kauli ambayo ameweza kuitoa inafikirisha kidogo. Kiwa kama mdau wa soka tutakuja tujadiliane hapa. Naitwa Florence Lenatus. Niko na mwenzangu anaitwa Hassan Saddam, nyuma kamera msimamizi wa matangazo sio mwingine anaitwa Mr. Pako. Lakini kubwa zaidi nitaanza kukukumbusha kwamba bwana katika yale mahitaji matatu muhimu ya mwanadamu, moja wapo kwa sasa ambalo limeongezeka sana ni internet. Na kwa sasa hivi naamini unatumia internet kututazama, lakini kuna muda naamini pia unapitia changamoto ya internet. Basi Yasi wakasema ya kuwa router zetu safi hizi tunawakabidhi Data Sports ili wateja wetu waweze kuzipata kirahisi kutokea hapa Data Sports. Utazipata kwa takriban shilingi 230 tu. Yani hii inakuja alafu kuna maelekezo ndani yake. Unajua sisi tunakuuzia bidhaa ambayo kabla hujaenda kuitumia tunakupa maelekezo sahihi ya namna ambavyo unaweza kuitumia na ubora wa bidhaa. Lakini mimi nasema nadondosha kidogo maelekezo baadhi ni kwamba internet hii inaweza kuconnect device zaidi ya 30, kasi yake ni ya 5G. Yani kitu chenye GB 3 mpaka 4 unaweza ukakiupload mtandaoni ndani ya dakika 1 mpaka 2 ukawa yani hakuna kukwama. Router hizo utazipata hapa kwetu. Wasiliana nasi kupitia nambari ambazo zinapita hapo chini. Tucheki. Tutakupa maelekezo kuhusiana na bidhaa zetu, lakini pia namna ambavyo unaweza ukazipata. Hii ni Yasi imeamua kushirikiana na Data Sports. No doubt wameleta kitu ambacho ni bora katika meza yako. Internet safi. Kwa vizuri. Wakati tunazungumza mwanzoni, wakati tunaanza ukasema kwamba kuna watu lazima mpaka waone kitu wakishika. Ukasema wale wanafunzi 12 wa Yesu walibeba kila karakta ya mwanadamu ambaye tuko naye kwa sasa hivi. Yani duniani kuna Petro, kuna mtu ambaye ni msaliti, atakukana tu. Ndio. Yani kuna mtu atakukana bwana, yule mimi mwana simjui. Ila moyoni anajua mimi namjua vizuri. Alafu na yule atakaye kusaliti mazima. Unaelewa? Petro alikukana, alikana afu baadaye akarudi akaomba msamaha. Yuda yeye alifanya usaliti, baadaye ule usaliti ukamuuma akaamua kujiua. Wajua Yuda alikufa kabla hata Yesu kufa. Kwa hiyo hata mwanadamu mwingine ni kama Tomaso. Unaelewa? Sasa uliposema kuna hapo tukienda tunaweza tukakufuru. Sasa kuna vitu vingine tunaviamini lakini hatujai kuvishika. Ila tunaamini. Kwa hiyo sasa tushauri tu mtu aamini. Cha msingi tu haijalishi umekiona hujakiona, wewe amini tu. Mambo hilo ndio la msingi ndio. Sawa, una uhakika gani ni kama kuna Ulaya? Basi bwana, tutamsikiza mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu na kauli ambayo ameweza kuitoa, alafu tukija hapa tunadondosha 1 2 3 na utakuwa na mawazo yako ambayo umeandaa. La mechi tumeshinda, kama hujaona matokeo mechi tumeshinda. Habari ya ugumu, habari ya urahisi, hii ni natural play ambayo sisi ndio siku zote tuna practice. Hao wengine wanaocheza maigizo yao acha waendelee kucheza. Wengine wanacheza maigizo. Na unajua tafsiri ya neno maigizo ni kitu ambacho hakina uhalisia. Hata uhalisia wake unakuwa ni mdogo sana. Yani kina reflect uhalisia. Yani ni kitu ambacho sio cha kweli kwa kile wanachokifanya, lakini kina reflect uhalisia. Ndio maana ya neno maigizo, kwa ambavyo mimi nafahamu. Kwa hata wale watu ambao mfano mtu anaigiza amekufa, sio kweli kama amekufa. Lakini uhalisia mtu anafanyaje? Watu wanakufa. Kwa hiyo wanaigiza kitu ambacho hakina uhalisia kwa pale, lakini kina reflect kwamba kipo ndani ya jamii anayoizungumzia. Sasa nikawa najiuliza swali kwamba Yanga kupitia kauli ya mwenyekiti wa klabu ya Simba kwamba wengine wanacheza maigizo, inatafsiri ya kwamba Yanga, Azam na timu zingine tukitoa Simba Sports Club ni timu ambazo zikiwa zinacheza, yani zinacheza mpira ambao unaonekana kwa mtu, kila mtu anaona huu mpira unachezwa, lakini kiuhalisia ni kwamba sio vile ambavyo watu tunaona pale.
Yani kwamba mechi unajua kuna kauli ambayo tumezoea kuwa nayo kwamba mechi ilichezwa usiku. Labda ile kufanyika pale uwanjani ilikuwa ni kukamilisha. Labda ndo kauli ambayo unaweza ukaitumia kwamba inafikirisha. Ukimsikiliza alafu ni mwenyekiti wa klabu ya Simba, na hapa alikuwa anamlazimisha, alikuwa anamhoja wakati wanafanya mahojiano haya, alikuwa anamlazimisha kwamba zungumza, mimi ni mwenyekiti, sio kama mwenyekiti, sema mimi ni nani, mwenyekiti. Na maana kile ni cheo kikubwa ambacho amejivisha. Alafu anasema kwamba kuna baadhi ya timu ndani ya ligi kuu zinafanya maigizo au zinacheza mechi zake zinazozicheza ni maigizo. Hii ni moja ya sio kauli nzuri kwa watu wa mpira wa miguu, sio kauli nzuri. Alafu aliitamka, bora angelitamka Kisugu, angelitamka shabiki mwingine ambaye wanajulikana maarufu, tukasema alizungumza ni shabiki wa mpira, kwa uwezo kumgusa kwa sababu yeye amezungumza kutokana na kile alichokiona. Lakini mtu anayefahamu mpira kama mwenyekiti kuzungumza kauli hii, Florence, kwa upande wangu mimi sijaichukulia vizuri kimpira. Na tumeona baadhi ya kauli, kuna kauli nyingine zinachukuliwa sheria. Hata hii kauli nayo inatakiwa iangaliwe katika kamati za TFF, zijaribu kuzishuhudia hizi kauli ambazo baadhi ya watu hasa wenye nafasi kubwa au wenye ushawishi mkubwa kwenye mpira. Mfano labda leo angelisema Ahmed Ali, yule ana ushawishi mkubwa, tungemuuliza. Alikamwe ana ushawishi mkubwa, tungemuuliza. Leo anayekuja kuzungumza ni mwenyekiti wa klabu ya Simba, au amezungumza Engineer Hersi, watu ambao wana ushawishi kwenye mpira. Lazima mtu utoke hadharani waulize. Lakini miongoni mwa kitu kingine ambacho amekuja kukizungumza hapa mwenyekiti Florence, amezungumza swala zima la kuwa wao ndo wanacheza mechi ngumu. Tuanzie hapo Florence, kwamba Simba wao peke yao ndani ya ligi kuu ndio wanacheza mechi ngumu. Utawaza je, kwani Pamba Jiji hajacheza na Young Africans? Huyo Pamba Jiji ambaye amekuja kucheza na Simba. Yaani mfano mtu akikwambia hivyo kwamba Simba ndio timu pekee ambayo inacheza mechi ngumu ligi kuu, inawezekana inafikirisha. Kwa sababu timu anazocheza nazo Simba ndizo ambazo Young Africans anacheza nazo. Ndizo ambazo hata Azam anacheza nazo. Ndio timu yoyote inacheza na hizo timu. Baadaye wanakutana wenyewe Simba pamoja na Young Africans. Kwa hiyo kauli hii inakuwa ina reflect kwamba jinsi ambavyo hizo timu zinaenda kucheza na Yanga sivyo ambavyo zinacheza na Simba. Maana yake ni kwamba kuna ushikaji uliopo kati ya Yanga na vilabu pamoja na vilabu vingine ambavyo Yanga anaenda kucheza navyo. Alafu kuna upinzani mkubwa kati ya Simba pamoja na vilabu hivyo vingine ambavyo anaenda kucheza navyo. Unaona inachanganya kauli. Hiyo ndo tafsiri. Yaani ndio tafsiri ya moja kwa moja. Mtu akikwambia Simba ndo anacheza mechi zake ngumu, yaani ingekuwa ni rahisi mtu kuelewa kama Simba mechi zake angekuwa anazicheza na timu za Burundi afu Yanga anacheza timu za Rwanda, si ndio? Maana yake ni kwamba kila mtu anacheza na timu zake tofauti. Ila kama ndo timu hizi ambazo wewe unacheza nazo na Young Africans anacheza nazo, alafu wewe unasema kwamba mimi ndo nacheza mechi ngumu, kwa tafsiri nyepesi ni kwamba kuna ushikaji ambao Yanga anakutana na hizi timu ambazo unacheza nazo, ile Yanga kutani nazo katika intensity hiyo. Sasa what about Coastal Union ile 1-0 game ilikuwaje? What about Tanzania Prison ile 1-0 game ilikuwaje? Mbeya au Mtibwa Sugar sare ya 1-1. What about Azam FC ambao Yanga alicheza nao bila, si ndio? Dodoma Jiji ambaye alimfunga Dodoma Jiji ambao Yanga alipoteza goli 3 kwa 2. Na timu zingine hata KMC ambayo imeshuka daraja si alimpa Young Africans tough game mpaka akapata goli 1-0, ndio? Si ndio hizi? Ndio hizi. Kwa hiyo ukiingia kimpira zaidi uwanjani ndio unasema no. Hapana, sio kweli. Yaani hapa kuna mahali ambako umeongea kitu ambacho sio sahihi. Yaani ingekuwa hizi timu Yanga akikutana nazo anashinda chuma 4 5 6 7 5 6 7 2 3, yaani hamna game ambayo mpaka inafika dakika 80 Young Africans mpaka inafika dakika 80 tayari Yanga wao washakuwa na uhakika wa ushindi. Zipo hizo game Yanga kacheza sasa hivi mpaka wanakuwa under pressure, si ndio? Hata na Mungu huyu hapa kampa game nzuri sana. Tunazungumzia Mashujaa mechi ya jana mechi ya juzi ambao alicheza ile mpaka inaelekea mechi inaendelea, kwa wakati mechi inaendelea wewe una pressure, Yanga ndio anaongoza, lakini unaamini kwamba inaweza ikarudi. Tunazungumzia Mtibwa ambaye kampa Yanga game ngumu mpaka kapata sare. Tunazungumzia Mbeya City, si ndio? Ndio. Hizo zote ni game ambazo ni tough, si ndio? Yanga amekutana nazo, amecheza game zikawa tough. The same kwa wewe pia. Ulishacheza na TRA United, ulipata sare kwake, na Yanga alipata sare pale nyumbani kwake. Umecheza na Azam FC, uliona game ya kwanza ulipoteza, game ya pili umecheza nayo umepata sare bila kufungana. Umecheza na Dodoma Jiji, Dodoma ambaye kamfunga mpinzani wako ambaye unasema akutani na tough game. Wewe umepata naye sare. Tena umekutana naye mara 3 na CRDB Federation Cup tena kamfunga tena, game nayo pia ilikuwa ngumu. Sasa how come unakuja kuambia watu kwamba
wengine wanacheza maigizo, si ndio? Yani wewe ndio unacheza ile football yenyewe ambayo watu wanatamani kufanyaje, wanatamani. Of course ni kauli ambayo actually maybe alikuwa anaiongea kwa ajili ya kutokana labda na hisia na furaha, mzuka aliyokuwa nao baada ya ushindi wa 2-1, sababu pia jana walikutana na tough game, lakini kama aliongea akiwa anamaanisha safari bado tunayo ambayo sijajua hata kama tumeianza. Ili gapu la alama 2 hili Florence, wenda labda ni kando changamoto ambalo lipo, ambalo labda kwa sababu kila mtu kitazama anaendelea kushinda. Leo hii Yanga wana Simba wanawaza nani atasaidia kuangusha ile alama au kupunguza ule mlima ambao Young Africans anao. Ina maana hapo anatafuta nani atapata sare na Young Africans au nani ataweza kumfunga Young Africans. Wakati huo Simba yeye kibarua chake kikiwa ni kuendelea kushinda mechi zake juu. Labda hichi kigepu cha alama 2 ndio kikawa shida kwa mwenyekiti mpaka anatoa hizi kauli. Gepu la alama 2 hili. Gepu la alama 2. Kwamba yani ina maana mimi narudi kule ambako ulianza. Ndio maana kulengo la kuambia kuhusu swala la gepu alama 2 ni kwamba tunarudi kule kwamba Yanga wakati wao wanatarajia kwamba labda mechi fulani wangelimaliza, labda Yanga wao walishaimaliza huko nje, alafu huko anachokuja kufuata ni maigizo. Wenda ikawa ndo ikaja kauli ya mwenyekiti kutokana na ile gepu la alama 2 ambalo wanaona labda kuna mahali wangeweza kufanyaje kulipata au kupata wahaweni ya Simba. Wewe kwa unavyoona wapi Young Africans anaweza akaangusha alama? Wengi macho na masikio wanautazama mchezo ambao umepelekwa visiwani Zanzibar. Sasa nikwambie kitu. Game ya Yanga na Azam ndio. Actually Singida hawezi kumtoa Azam pale juu. Ni ngumu sana. Nafasi ya 3. Hata kama Azam watashuka mpaka nafasi ya 4. Yaani target ni nini? Kushiriki michuano ya kimataifa, si ndio? Yaani possibility ni 100% Azam atacheza shirikisho msimu ujao, si ndio? Game ambayo kwangu mimi kati ya hizo game 2 zinazokuja kati ya Azam na Young Africans ambapo pengine naiona inaweza kaja kuwa tough sana ni game ya CRDB nusu finali tarehe 21. Yaani ni game ambayo saikolojia tu ya mchezo ni kwamba ni knockout game first of all. Sawa Secondly, Azam ni ikiwa kama ni game ya knockout, tafsiri ni kwamba ni game ambayo inahitajika kupata mshindi. Ndio. Sawa kwamba ukishinda hii mechi unaenda finali ambayo unaweza ukawa bingwa. Ndio. Si unanielewa? Kwa hiyo ni game ambayo ugumu unakuja kutokana na tournament yenyewe kwanza. Kwamba sio mechi ya pointi 3. Ndio. Ni mechi ambayo unahitajika tu kupata hata goli moja tu 0 uende hatua inafanyaje? Inafuata. Kwa hiyo ukiachana na hii mechi, unaona saikolojia mchezo ulivyo njoo kwenye saikolojia ya game inayofuata ya ligi kuu. Ukiangalia vizuri ambaye ana uhitaji zaidi huo mchezo ni Yanga kuliko Azam. Ndio. Azam hawezi kuwa bingwa. Hawezi. Azam hawezi kuwa bingwa. Yaani Azam kuwa bingwa ligi kuu. Yaani tafsiri nyepesi ni kwamba nitatafuta niangalie takwimu, nitakuwa nimesahau vizuri. Lakini tafsiri nyepesi ni kwamba Yanga anatakiwa sio apoteze kama game 3-4 hivi. Ili Azam maji au Yanga kwa sasa ukimtazama wapi ambako anaweza akadondosha alama. That's why ukimsikiliza nilikuwa namsikiliza leo wana game na kesho dhidi ya Mashujaa. Ukimsikiliza kiongozi wao mmoja alikuwa ni sijui ndo kocha msaidizi au vipi, anakuambia target yao ni kushiriki kimataifa, si ndio? Umeangalia alama za Azam 55, Yanga 63. Tofauti ya alama 5, alama ngapi? Alama 8, si ndio? Sasa ili Azam wao bingwa michezo 4. Yanga anatakiwa kupoteza michezo miwili. Yaani Yanga apoteze michezo miwili right now, ambayo inakuwa ni alama 6. Alafu apate sare 2. Ndio Azam asogee pale juu. Wakati huo chini yupo nani? Yupo Simba. Si unaona ugumu kwa hiyo game ya tarehe 21 ya Yanga na Azam ndio inawezekana ikawa tough game sana. Yaani kwanza kutokana tu na saikolojia mchezo ulivyo kwamba ni knockout game, ukishinda unaenda finali. Kwa hiyo ni mchezo ambao huhitaji alama 3, sio kwamba nikifungwa naweza nikajipanga next game. No. Huyu ni bingwa mtetezi. Azam wanaona hili ndio kombe pekee ambalo wamebakiza kuweza kuligombania this season. Si unaelewa vizuri? Ukija kwenye ligi kuu, psychologically anahitaji zaidi mchezo ni Yanga. Kwa hiyo pressure ya kimchezo haitakuwa kubwa kwa Azam FC. Kwa sababu hata wakipoteza, no doubt, washapoteza mchezo mmoja dhidi ya TRA United. Kwa hata hiyo wakipoteza, hamna ambacho kitabadilika sana kwa sababu target yao ya kucheza kombe la shirikisho msimu ujao imeshatimia mpaka sasa kwa asilimia kubwa. Asilimia kubwa. Ila Young Africans
target ya kuwa bingwa bado haijatimia, kwa sababu bado ana gap la alama 2. Kwa hiyo pressure yani game dhidi ya tarehe 24 ile ndio mechi ambayo unaweza usione kama na ugumu mkubwa sana kutokana na huyu mmoja hana pressure kubwa sana mchezo, ila huyu ndo anauhitaji zaidi mchezo. Kwa relaxation inaweza ikawepo kwa timu moja, sawa, lakini pressure mchezo inaweza ikawepo kwa timu nyingine ambayo ni Young Africans, ila game ya tarehe 21 ndio game ambayo itakuwa tough sana, itakuwa ngumu sana, na watu wengi tunaamini Yanga akishamfunga Azam tarehe 24 basi Yanga anaenda kuwa bingwa, sababu game zinazobaki hapo mbele ni dhidi ya TRA United na dhidi ya JKT ambazo zote anazicheza Dar es Salaam. Nirudishe sasa swali kwako. Ukimtazama Yanga, ukimtoa Azam, ndio Fountain Gate anaweza akamzuia Yanga? Kuna kitu nataka maana ni nafasi yake ni ndogo, japokuwa tunakuja tunabaki kuheshimu mpira, lakini nafasi yake ni ndogo. Haijalishi hata kama huko kwenye Simba na Yanga tayari washajitengenezea nafasi kwamba hata wanapokwenda viwanja vya ugenini wao wako nyumbani. Kwa hiyo ni ngumu sana kuniaminisha kwamba tutakuja tutabaki swala la kuheshimu mpira kama kilichotokea Dodoma, ambacho hamna ile kitarajia kukiona kikitokea, Young Africans kufungwa na Dodoma Jiji. Ilikuwa ni historia nyingine kwamba ni kitu ambacho hakikutegemea. Kwa hiyo ina maana the same inabaki kwa Fountain Gate, lakini ukimtazama bado huyu Fountain Gate hakushawishi au humuoni akimfunga Young Africans, ambaye Yanga huyu ambaye anakuambia saa hizi hataki tena kucheza mpira wa watu kutazama, hataki tena mpira wa show. Anachohitaji ni alama 3. Kusikia walimu wawili wanaokaimu nafasi hapo, namzungumzia Patrick Mabedi na Abdulalim, ukiwasikiliza wote wawili wanakuambia tunachokihitaji kwa sasa ni alama 3. Ina maana wanachohitaji ni ubingwa ambao kwao kwanza, kutokana wamekabidhiwa muda mchache timu, kwa wao wanachohitaji kwamba waandike historia. Hao makocha wote wawili wanabidi waandike historia wao kama wao, kwamba sisi bana kwenye historia msimu 26 25 sisi ndio tuliwapa Yanga ubingwa baada ya kuachia nafasi. Cha kumzuia Yanga kuwa bingwa ni nini? Cha kumzuia Yanga kuwa bingwa ni mechi ambayo nimekwambia inatolewa macho pekee, ambayo nayo umeielezea vizuri kwamba mwenye pressure dhidi ya Azam. Hiyo ndio mechi pekee, yani huyo ndio unayemuona kwamba huyu ndiye anaweza kuwa kizingiti kwa Young Africans kikafanya labda adondosha. Cha kumzuia Simba kuwa bingwa ni kupoteza mechi yote katikati kwenye hizo mechi. Yani na maana akitoa tu sara wakapoteza mechi moja tu. Yani Simba akipoteza mechi moja wakatoa sare. Ubingwa, nafikiri safari ya ubingwa ili unakuwa kwa upande wangu mimi naanza kuiwekea X. So kwamba Yanga akiendelea kushinda ndio safari ya Simba kwa bingwa inazidi kupungua. Hata sinajulikana, Simba akishinda, Yanga akishinda mechi zake zote, Yanga bingwa. Simba hata akishinda mechi zake wakati Yanga ameshinda zote, inabaki vile vile. Inawezekana ukawa ni moja ya msimu unazidi msimu uliopita. Msimu uliopita tulikuwa tunasubiri paka game yao. Bado tunakubaliana kwamba msimu uliopita ulikuwa mgumu, kwa sababu msimu uliopita bado ubingwa amekuja kujulikana mechi ya mwisho ambayo ilikuwa inawakutanisha wao kuamua nani bingwa. Lakini hii tayari hii sasa tunachokifanya tunaenda na alama 2 ambazo zipo juu. Ina maana kwamba tayari anaongoza ligi, anamzidi, anemfuata alama ngapi? Alama 2. Kwa sababu unajua kitakachotokea kwenye hizo mechi 4, tunaendelea kwamba tuweze kuulinganisha na msimu uliofanyaje na msimu uliopita, kwa sababu msimu uliopita mpaka mechi ya mwisho ndio ilikuja kubingwa, ndio alikuja kupatikana. Na nimekumbuka kauli ya rais wa Young Africans, alizungumza akasema ya kwamba alikuwa anazungumza mmoja wa waandishi habari akamwambia msimu uliopita ndio ulikuwa mgumu sana kwa wao kuwa mabingwa, tofauti na msimu huu kabisa. Yaani msimu huu anaamini wanakuwa mabingwa, ila msimu uliopita ndo alikuwa anaona ni ngumu, sababu alisubiri paka mechi ya mwisho acheze na mpinzani wake ambaye ndo anautaka pia ubingwa. Ni kauli ni uhalisia. Huo ni uhalisia Florence, lakini sasa msimu huu mbona kama umestaki? Yaani wakati nataka nikutafute cha kujibu kwa nini? Ni uhalisia kwamba mechi ya lakini bado msimu huu mimi naendelea kuona nao ni mgumu. Sasa anakuambia msimu uliopita alikuwa anaona ndio msimu mgumu, sababu ilikuwa inahitajika ili aweze kuwa bingwa ni mpaka acheze na Simba. Ila msimu huu anaona uwezekano wake kuwa bingwa ni mkubwa tofauti na msimu kutoka kumalizia. Unajua kwa sababu unajua kwa nini msimu ana remote yeye. Hivyo unajua kwamba wewe TV anaiongoza yeye. Yanga ndo ana remote TV yake. Ya kuwa bingwa. Ina maana Simba yeye anasubiri Yanga amwekee luninga Simba atazame. Sio, umenielewa? Mwenye remote ni Yanga. Okay. Anayetazama ni nani? Ni Simba. Kwa Yanga atakachomwekea Simba kukitazama, hicho ndicho Simba atakachokitazama kwenye gap la alama 2. Na maana kwenye michezo 4 Yanga kishinda michezo yake yote,
Yanga bingwa, Simba amemsubiri. Lakini in short tu Yanga akifanya uzembe wa aina yoyote, kwa sababu Yanga yeye ndo ameshikilia remote. Atakapopoteza tu alama, Simba anaitazama nyuma ndo bingwa. Nafikiri hapo tumeieleweka vizuri hiyo kauli. Simba na game saa 8 mchana kwa mara ya kwanza. Anacheza Mbeya. Sasa unajua joto, sijajua Mbeya itakuwaje. Mbeya baridi lakini. Mbeya baridi. Mbeya baridi. Ana game saa 8. Baada ya hapo Simba na game 2 za away ambazo sijajua tu kama wanazichukuliaje, lakini Mbeya City kwa sasa anapambana kutokushuka daraja. Pambana ndio. Kwa hiyo hata alama moja kwake ina thamani kubwa sana. Baada ya Mbeya ataenda kucheza na Mtibwa Sugar. Anaenda kucheza na Coastal League. Hapo katikati ana mechi ya Coastal. Alafu baada ya Coastal anaenda kucheza na Mtibwa Sugar. Kimalizana na Mtibwa anakuja kumaliza game zake 2. Alafu ndani hizo game 2 ana Singida Black Stars katikati hapa. Sidhani kama itakuwa ni sana ni tough game sababu hata no, inawezekana ikawa ni tough game kwa sababu JKT na TRA United wako karibu sana na Singida kwa sasa. Kwenye ule msimamo. Hasa TRA United wako karibu sana na Singida. Na baada ya Singida nadhani anamaliza na ambao ameshashuka daraja KMC. Inawezekana ikawa ni mechi ambayo Waislamu wanasema ni fisabili la yaani kwa mbele Messi ni lolote liwe. Simba na game 3 zinazofuata za ligi kuu ambazo watu wanapaswa kuzitazama vizuri sana. Sababu ni timu mbili, yani katika timu mbili zinazokuja TRA Mbeya City na Mtibwa. Mbeya City sana anahitaji matokeo sababu ndo kwanza amerudi ligi kuu. Alafu 2 Singida Black Stars hataki kushuka. Singida yeye anataka acheze pia. Lakini kuna kauli moja ile kusema kwamba kuna wakati maiti inaweza kumngangania muoshaji. Inatokea. KMC inaweza kumngangania Simba na West Ham walivyotushikisha mo. Sawa bwana, asante kwa kuwa pamoja na sisi. Naitwa Florence, nilikuwa na ndugu yangu Asante Sadamu, nyuma kamera ni Mr. Paco. Until next time. Bye bye.